Sawa, ngoja nisome. Tarehe 5 mwezi wa 5 2025. Zaidi ya miaka 10 sasa na shoot music videos. Hiyo miaka yote sijawahi pumzika hata mwezi mmoja. Even Ramadan ilikuwa na shoot non-stop. Sikuwahi pata nafasi ya kufurahia mimi kama mimi. Sijawahi hata kaa na familia kwa siku 7 for even 7 days. Sijawahi ishi ujana wangu even one day. Ni kila siku mimi na kazi na mimi. Kila siku natafuta maisha, lini nitayaishi? Au kuna maisha mengine tofauti na nilionayo? Lakini naona vingi nilivyotamani kuwa navyo kipindi sina, au nahitaji zaidi, au nilikuwa na ndoto ndogo, au kuna vingine natakiwa kuwa navyo, au tamaa, au nimeridhika, au uwezo wangu wa kufikiri umeishia hapa, au kuna maisha mengine mbeleni. Yaelewa? Yeah. Hasa ndo siku ya fake fan of views au maswali. Baada ya kujua au kabla? Naam? Baada ya kujua au kabla? Nani? Baada ya kujua au kabla? Alipofariki Alfan ndo nikajuza au maswali kwamba mbona mimi nimefanya kazi zaidi ya miaka 10. Katika miaka 10 nilikuwa na shoot miaka yote 10 hadi Ramadhani na shoot. Yaani kitokea Ramadhani na shoot kaswida, ikitokea Kwaresma na shoot kwaya. Yeah. Ukiona nimesafiri mimi Dubai juu naenda kushoot. Yeah. Sikuwahi kukaa hata 7 days with my families. Katika miaka yote 10 ujue. Which is bad, ndio? Sikuwahi hata kwenda Zanzibar hapo unapoona eti kwamba nikaenda Zanzibar kufanya nini? Kushoot video ya Diamond na mtu anaanzaje. Yeah. Ukiwa niko South Africa na shoot sina Country Boy, sijui na Mwana FA. Ukiwa sijui niko London, na shoot na Harmonize kitu gani. Sijawahi and to live my life. Umeelewa? So the question I was asking myself like, mbona natafuta sana maisha na siaishi? Natafuta maisha alafu siaishi. Sasa mimi nitakuja kuishi lini? Umeelewa? First, second, au kuna kitu ninakitafuta sikijui. Unajua sometimes unaweza kutafuta kitu ambacho unacho. Yaani ukashika simu ukaanza kuitafuta. Bro, si una mkononi. You understand? So sasa unamwomba Mwenyezi Mungu akujalie. Sasa kujalie kipi kumbe unacho? Vitu ambavyo nilikuwa na wish niwe navyo before kipindi sina ninavyo. Ndio nikajiuliza. Au kipindi na wish kuwa na hivi vitu nilikuwa na ndoto ndogo? Mbona ninavyo? Yaani nilikuwa na wish niishi hivi, mbona naishi? Au ilibidi niishi zaidi hapo? You understand? Yeah. So I was supposed to lower kind of doing a production kidogo. Sasa hivi sifanyi sana sababu sio kama I'm hating, lakini sifurahi kama vile nikifurahia zamani kufanya production sababu the moment unaenda I think kama una lose interest kwa sababu unaona kuna hela nyingi unazitazamia tofauti na uzolipo kwenye music production. So now to shoot is in a remain kama as a part of funny like because it's really good to be in the music industry. Unajua una release unaona raha na nini. Lakini hizo raha nadhani kwa nazipata sawa nilikuwa ni mdogo. Sasa hivi nishakuwa mkubwa naona kama sasa sihitaji hizo raha, nahitaji tukua na hela sababu the goals to be rich. That it. So kama kuna means nyingine ya kuwa tajiri nadhani ndo same pekee kuwekea nguvu kulipo sema ambayo tu inakufurahisha pasina kukupa mapato. So kwa hiyo ulipata majibu kwenye maswali ambayo ulikuwa unajiuliza au bado? Nikapata, ndio maana ukaenda kwenye production nikaa doze. Yaani nikagundua kwamba ninacho kitafuta wenda ninacho afu naendelea kukitafuta. Uenda au nacho? I can say I have it. Okay. Yaani I have it sababu natafuta currency, ndio? Currency number 1 sasa hivi ni information, currency number 2 ni influence. Sasa mimi na influence. Hiyo ni currencies, how to change into liquid money. Unaelewa, the exchange rate depend how much you sell and not how much you buy from them. So I sell more than I buy. So my currency is up. Sasa natafuta nini tena? Safi sana. So that my currency, so ni how much I exchange to them. Namna gani nauza influence yangu kwa watu wao tu wanipe hela kutokana na influence yangu. Sawa. So that it. Lakini sasa ukiendelea tena you keep shooting every day, depend utategemea ni shoot na miaka 50 kama na kamera ndugu yangu. Kila siku.